Asante. Jina langu naitwa Maua Ali, ni afisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Mwanza. Leo tuko hapa katika viwanja hivi vya Malaika Beach Resort kwenye foundation ya Kafiti Foundation ambayo ina lengo la kumuinua mwanamke kiuchumi. Sasa kwa nini TAKUKURU tuko hapa? Kama mnavyofahamu, moja kati ya jukumu la TAKUKURU ni kuzuia vitendo vya rushwa kwa kutoa elimu kwa jamii, elimu ya madhara ya rushwa, lakini makosa ya rushwa, lakini namna gani wananchi waweze kushiriki kuzuia vitendo vya rushwa. Kwa hiyo TAKUKURU tunafikia wananchi katika makundi mbalimbali ikiwemo kundi la wanawake. Kama mnavyojua, rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa maendeleo, rushwa ni adui wa mafanikio ya taifa. Sasa leo tunapozungumzia kumuinua mwanamke kiuchumi, tuangalie ni changamoto zipi ambazo zinapelekea mwanamke huyu kuweza kukwama na kutofikia malengo yake. Changamoto mojawapo ni uwepo wa vitendo vya rushwa. Lakini mwanamke huyu anawezeshwaje ili kufikia malengo yake? Anaweza akapewa mikopo, akapewa vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikamwezesha kufikia malengo. Lakini kama kuna kuwepo na mdudu rushwa, hatuwezi kufanikiwa. Na ukiangalia kwa mwanamke, pamoja tunaelimisha makundi mbalimbali, lakini mwanamke ni muhanga wa rushwa ya ngono. Rushwa ya ngono ni changamoto kubwa kwa wajasiriamali ama kwa mwanamke kwa ujumla. Anaweza akashindwa kufikia malengo yake kwa sababu ya changamoto hizi. Sasa TAKUKURU tupo lengo kuelimisha jamii kuhusu madhara ya rushwa, lakini ushirikishwaji wa wadau mbalimbali ili waweze kushiriki kikamilifu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kauli mbiu ya taasisi inasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Hivyo makundi yote katika jamii, iwe wanawake, wanaume, wazee kwa vijana, wanapaswa kushirikiana na TAKUKURU ili kuweza kuzuia vitendo vya rushwa katika nchi yetu. Kwa sababu madhara ya rushwa hayatazami, hayaangalii jinsia wala umri. Awe mwanamke, awe mwanaume, awe mtoto, awe mzee, awe kijana, madhara ya rushwa yanaweza yakamkuta. Kwa hiyo tupo kutoa elimu, lakini tunachohitaji zaidi ushirikiano ama ushiriki mkubwa wa wananchi kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yote yale ya kuleta maendeleo. Kwa mkoa wa Mwanza, tunapozungumzia mkoa wa Mwanza, tumekuwa tukipokea malalamiko ama changamoto za vitendo vya rushwa ya ngono, lakini kwa mwaka huu hatujapata hiyo taarifa inahusu masuala ya rushwa ya ngono. Na ndio maana tunaendelea kuelimisha jamii ili wawe na uelewa wa kuona kwamba sasa vitendo vya rushwa ya ngono vinazungumzika, kwamba tunaweza tukazungumza, tunaweza tukavunja ukimya kwa kutoa taarifa, kwa sababu rushwa ya ngono ina madhara. Inadhalilisha utu wa mtu, inasababisha haki kutokutendeka, kutokuwa na usawa kwenye haki, lakini inasababisha magonjwa ama maambukizi ya magonjwa mbalimbali, hata kupelekea vifo. Kwa hiyo inafanya hata mwanamke asiwe jasiri na kujisimamia. Kwa hiyo tunachokifanya kuelimisha jamii ili kuondoa ule mtazamo hasi waliokuwa nao kwamba hivi tu hivi havizungumziki. Ukiangalia bango lile linaeleza kushiriki kutoa rushwa ya ngono. Kuangalia manufaa ya kukataa rushwa ya ngono. Sasa lakini pia utaratibu mzima kwamba vunja ukimya, kataa rushwa ya ngono. Kwa sababu wengi hawazungumzi. Yawezekana vitendo hivi watu wengi vinawakuta katika utekelezaji wa majukumu yao. Na ukiangalia tafiti ambazo zimefanyika zinamuonesha kwamba mwanamke ni mhanga mkubwa wa rushwa ya ngono. Lakini ni wapi akaseme nini afanye? Yawezekana anajua au kutokujua. Sasa niwaambie leo TAKUKURU tupo tunashughulikia rushwa ya ngono na inashughulikiwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, sura ya 329 kifungu cha 25 kinashughulikia rushwa ya ngono. Kwa hiyo tusikae kimya. Tuzungumze, tukatae vitendo hivi, tusikubali kudhalilika, tutoe taarifa. Hii ni Tanzania Habari.